Kufuli ni chombo au kifaa ambacho adui anakitumia kuachia uharibifu juu ya wana wa nani? Wana wa Mungu. Kufuli inaweza kutumika kufunga taifa, inaweza kutumika kufunga familia, kufunga jamii, kufunga ofisi, kufunga biashara. Kama ni afya, utaanza kuona afya inadhoroteka kwa sababu adui ametumia kufuli kuweza kufunga afya yako. Kama ni uchumi, utaona uchumi unafanyaje? Unaporomoka kwa sababu adui ametumia kufuli kufanyaje? Kufunga uchumi wako. Kama ni huduma, utaona huduma inafanyaje? Inaporomoka. Ulikuwa ni muombaji, ulikuwa ni mshirika, ulikuwa ni unampenda Mungu kwa moyo wako wote, lakini ghafla ile hali ya ushirika wako na Mungu inapotea. Ile kiu ya kukua katika maombi inafanyaje? Inapotea. Adui amesha kufunga, ameshatumia kufuli na ameshaipeleka katika madhabahu ya kiovu kwa manyuio ambayo adui ananyuia na matendo ya kiovu ambao anafanya. Anaweza akaita nafsi, anaweza akaita nafsi, na ile nafsi anapoita akaingiza kwenye chombo na akatumia kufuli kuweza kufunga kile chombo. Na funguo akazichukua, akaenda akazirusha, akazitupa mbali. Yawezekana ni baharini, yawezekana ni wapi. Kutenganisha nini? Kutenganisha mahusiano kati ya funguo na nini? Na kufuli. Lakini Bwana anasema amfunguo zote za mbinguni anafanyaje? Anakupatia. Kwa sababu funguo zile ni master key. Hata kama funguo iliyotumika kufunga ile kufuli ilishatupwa, lakini ile master key itafungua ile kufuli na kukuweka huru katika jina la Yesu. Lakini sasa unapokuwa katika ufalme wa nuru, ufalme wa Mungu, ili kuweza kutembea katika zile baraka, ya kupasa uwe katika madhabahu ambayo Bwana anaachilia mafunuo. Uwe katika njia ambayo Bwana anaachilia nini? Mafunuo. Na mafunuo yale yanakwenda kukuweka huru ili uweze kuishi maisha ya kufurahia wokovu wako. Kama hakuna mafunuo, wana wa Mungu wanafanyaje? Wanaangamia. Palipokosa mafunuo, wana wa Mungu fanyaje? Huangamia. Kwa sababu vifungo vya namna hii, pasipokuwa na mafunuo, huwezi kujua kama kuna kitu kinaitwa kufuli katika ulimwengu nini? Katika ulimwengu wa roho. Huwezi kujua kwamba adui ana uwezo wa kukufunga wewe, kufunga taifa lako, kufunga jamii yako, kufunga familia katika laana fulani, na kwamba kuna kufuli ambayo limetumika kufunga, na mnatembea katika laana ile maisha yenu yote, ili hali upo katika wokovu. Na mwisho wa siku unasema nipo katika wokovu miaka nenda rudi, lakini ile neema ya wokovu sijawahi kuiona. Ile furaha ya wokovu, mbona wokovu unatangazwa kwamba ni eneo la furaha, eneo la shangwe, eneo la kufurahi na Bwana, lakini mbona hiyo furaha siioni? Kwa sababu mafunuo unaangamia kwa kukosa nini? Maarifa. Unaweza ukafunguliwa kutoka katika kifungo ambacho umefungwa miaka na miaka, kifungo ambacho jamii, familia yako ilifungwa tangu hata wewe kuzaliwa kwako. Zile kufuli ambazo tayari zimeshapata kutu na fungo zake hazionekaniki. Kuna watu katika jamii wanakufa katika laana tofauti tofauti, kwamba katika familia hii watu wanakufa kwa ajali tu, wao wamefungwa kwenye ajali.
Yaani adui ameita nafsi za ile familia, akaziingiza katika chombo, akaandika ajali na akaweka kufuli na kuifunga, kwamba familia hii wakifika umri wa miaka fulani utakuta fulani kafa kwa ajali, huyu ajali ya pikipiki, yule kule mara ajali ya moto, huyu kumara ajali tu kajigonga kaanguka, ni ajali tofauti, lakini kumbe familia imeshaingizwa katika nini? Kifungo cha kukutana na mauti ya nini? Ya ajali, kila wakifika umri fulani. Mbona unakaa unajiuliza, mbona familia hii kila mwaka lazima mtu afariki, au kila baada ya miaka miwili msiba? Wangapi washakutana na hali kama hiyo? Inawezekana sio familia yako, lakini pia katika familia yako kuna kitu ambacho pengine wewe bado hujajijua. Kaa, soma vizuri kwenye familia, utagundua kwamba kuna kitu, kama sio ajali, kuna magonjwa, kwamba ugonjwa huu ndio unaoutesa nini familia. Mbona familia yetu kama sio ugonjwa basi ni umaskini wa kukithiri? Mbona katika familia yetu sisi kila anayejaribu kufanya biashara hafanikiwi? Si familia yote ni maskini, hakuna hata mmoja kumsaidia mwenzie. Na kama sio maskini basi ni nini? Ni ukosefu wa elimu. Familia nzima, ukoo wote, hakuna hata mmoja aliyosoma na kumaliza shule. Akifanikiwa mtu kusoma na kumaliza shule, hakai vizuri, anakufa. Kwa sababu adui ameshachukua nafsi ya ile familia na kuifunga katika chombo, na akasema hawa hawatakaa wasome, hawa hawatakaa wafanikiwe kiuchumi, hawa hawatakaa wafurahie nini? Afya. Ikionekanika kwamba kuna mmoja anyanyanyuka kiuchumi, angalau anasaidia familia, anasaidia ndugu, hakai vizuri, anakufa. Wangapi washakutana na hali kama hiyo? Kwa hiyo kaa vizuri, elewa katika familia yako adui amekufungia, adui ameifunga familia wapi? Dili na hilo eneo. Na huo ndio ufunuo wa kufuli wa ibada ya leo. Tunaenda kufungua kila ambacho adui amekifunga, ikawe ni afya, ikawe ni uchumi, ikawe ni magonjwa, ikawe ni ajali. Popote adui alipokufunga wewe na familia yako, leo tunaenda kufungua kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Mpigie Bwana Yesu makofi. Baba, asante kwa mafunuo haya, kwa sababu leo umeniweka huru, kwa sababu leo umeniweka katika nuru na kuijua kweli yako. Mwambie shetani, leo umebugi kunileta katika ibada ya leo. Hutanikamata tena, na nitakapofunguliwa hutonifunga tena, katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Mpigie Bwana Yesu makofi. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi wameelewa? Unaangamia kwa kosa maarifa. Kuna vifungo vingi vya aina tofauti. Kuna vifungo vya kamba, tutakuja kufundishana. Bwana Yesu asifiwe. Kuna vifungo vya nini? Vya nundu. Ile kamba inafungwa kwa vinundu. Wangapi washaonaga kamba inafungwa kwa vinundu? Lakini leo Bwana amesema tushughulike na vifungo vya kufuli kwanza. Kwa sababu vifungo vya kufuli vinafunga hatima. Vinafunga nini? Hatima. Tutakuja kushughulika na vifungo vya nini? Vya kamba.
Vifungo vya kufuli vinafunga nini? Hatima. Kizazi na kizazi na kizazi na kizazi vinatembea katika njia nini? Ya upotofu. Vinatembea katika njia ya laana, ili hali upo katika wokovu. Upo katika neema ya wokovu, lakini laana bado inakufuata. Ili uweze kufurahia wokovu, ya kupasa kupigana. Mwambie jirani yako, kuweza kufurahia wokovu hapa duniani ni lazima nini? Upigane, lazima upambane na uwe mshindi. Lazima upambane na uwe mshindi. Wokovu unakupeleka mbinguni. Ile siku uliokoka kumkubali na kumkiri Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, siku hiyo hiyo umeshakata tiketi yako mbinguni. Lakini kufurahia maisha yako ya wokovu hapa duniani lazima upambane. Lazima ujae maarifa kupitia mafunuo, na lazima upambane, kwa sababu unakuwa umeshatangaza nini? Vita. Bwana Yesu asifiwe. Umeshatangaza vita. Umeshatangaza vita. Mpigie Bwana Yesu makofi. Wangapi wameelewa mafunuo haya? Mwambie jirani yako, nimeelewa. Mwambie Bwana, nimeelewa. Kwa hiyo kufuli ni ishara ya kifungo, udhibiti au kizuizi katika ulimwengu wa kiroho. Andika. Kufuli ni ishara ya kifungo au udhibiti au kizuizi katika ulimwengu wa roho. Na adui hutumia kufuli kufunga milango ya mafanikio. Adui hutumia kufuli kufunga milango ya mafanikio, milango ya ndoa, milango ya afya, milango ya huduma, milango ya baraka na milango mingine yote ambao unatakiwa upite kufurahia maisha yako ya wokovu. Nitarudia. Kufuli ni ishara ya kifungo, udhibiti au kizuizi katika ulimwengu wa kiroho. Adui hutumia kufuli kufunga milango ya mafanikio, milango ya ndoa, milango ya afya, milango ya huduma au baraka, au milango mingine yote ya neema ambayo ya kupasa kuingia kufurahia maisha yako ya wokovu. Lakini Mungu huja na funguo za kufungua malango yote ambayo adui amefanya, amefunga. Bwana Yesu asifiwe. Mungu huja na funguo za kufungua malango yote ambayo adui amefanya. Adui amezifunga. Kwa ibada ya leo inaenda kufungua mbingu na Bwana kuweza kushuka na kupigana vita pamoja nasi, kupigana vita vyetu dhidi ya nini? Ulimwengu wa giza, na kutufungua kutoka katika mikono ya kuzimu na kutukabidhi nini?
funguo za mbinguni ambazo ndizo master key. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Pigie Bwana Yesu makofi. Mshangilie, mwambie Baba, asante kwa maarifa haya ambayo umeyajaza ndani yangu siku ya leo. Asante kwa mafunuo haya. Kwa kuwa kuanzia leo nitakuwa huru. Nitakuwa huru. Tena huru kuu. Na sitafungwa tena katika kifungo chochote. Malango yote ya chuma yanaenda kufunguka na yameshafunguka kwa jina la Yesu.